Mimi ninachoweza kukuhakikishieni kwamba tutajipanga vizuri zaidi. Ndugu zangu, uko mradi mmoja unaitwa Benzini. Mradi ule unatakiwa hii barabara hii ya kutoka hapa roundabout ya Kariakoo mpaka kwenye mataa ya Kiswandui pale. Hii barabara yote iwe maduka kulia na kushoto. Tutajipanga vizuri, tutatengeneza maeneo mazuri ili wajasiriamali mpate maeneo ya kutosha ya kufanya biashara. Lakini wakati huo tusiweke tu mradi biashara popote, hapana. Mimi mmoja katika watu ambao siafi biashara kufanyika popote. Lazima kuwe kuna utaratibu, lazima kuwe kuna maeneo rasmi, lazima kuwe kuna maeneo yamepangwa, lazima hata vile vibanda vya kufanyia biashara vitengenezwe kisasa ili nao mji upendeze. Hilo ni moja kati ya dhamira zangu. Tukirudi madarakani, tutahakikisha tunakujengeeni mazingira mazuri zaidi ya kufanya biashara. La pili ni la mafunzo. ZAEA, hii taasisi yetu ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, pamoja na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wanawake na Watoto, tunawataka waendelee kutoa mafunzo kabla ya kutoa fedha. Unapotoa fedha bila mafunzo zinaweza zikapotea. Kwa hiyo nataka nichukue ushauri uliotolewa leo hapa kwamba kumbe vile wako mabingwa wa wajasiriamali miongoni mwenu, serikali isikilize zaidi. Tutapata mawazo, tutafanya mambo ambayo yatakaa vizuri zaidi, kwa sababu mimi naamini kwamba ndani ya wajasiriamali wako wanaojua nini cha kufanya. Tatizo lao hawana mitaji, hawana nafasi ya kufika kwa viongozi kama mimi. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba nitatoa maelekezo maalum kwamba watafutwe na wasikilizwe wajasiriamali wanaoweza kuishauri serikali jinsi ya kuondoa changamoto zinazowakabili wajasiriamali. La tatu ni swala la mitaji. Ndugu zangu, niseme mambo mawili. Serikali katika kipindi hiki tulitenga bilioni 60 kutoka serikalini na bilioni 39 tulichukua benki ya CRDB. Bilioni 96 jumla yake hiyo, mategemeo yetu ilikuwa tuzisambaze kwa wajasiriamali wa ngazi mbalimbali. Kuna wadogo, kuna na wakati. Bahati mbaya sana, urasimu ulikuwa mwingi. Matokeo yake wale wadogo kabisa, wale wanaohitaji 100,000, 200,000, 300,000, wanaouza vitumbua na maandazi, ule utaratibu uliwashinda. Matokeo yake ni kwamba hawakupata, kwa sababu mtu unauza maandazi unahitaji 200,000, 300,000, unaambiwa kwanza usajili kampuni au uwe kwenye umoja fulani usajiliwe, halafu ukafungue akaunti. Hayo tumeyasikia, lakini nataka nikuelezee kwamba serikali itaendelea kuweka mafungu makubwa ya kukopesha watu bila ya riba kama tulivyofanya kipindi hiki. Lakini safari hii tutaufanya kwa utaratibu mzuri zaidi. Tutaufanya kwa utaratibu wa kutambua nani anaweza kusajiliwa na nani hahitaji kusajiliwa. Anatakiwa apatwe kule alipo, kama akina mama waliozungumza wale. Mtu ana biashara ya supu tu, unamtaka kasajili na afungue account. Haiwezekani. Tutawafikia kwa mitaji hiyo midogo midogo. Mitaji ya mpaka 300,000 mpaka 5,000 tutawafikia walipo ili tuwape mitaji hiyo.